Jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia Hamisi Mohamed Bakari mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kata Malingula wilayani Masasi mkoani Mtwara kwa tuhuma za mauaji ya mama yake mzazi Aidina Rashid mwenye umri wa miaka 56. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amesema tukio hilo limetokea Februari 12 mwaka huu, ambapo mtuhumiwa alimpiga mama yake kichwani kwa kutumia mwiki na kusababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake, huku chanzo cha tukio hilo akisema kuwa ni imani za kishirikina. Aidha, kamanda Suleiman amesema jeshi la polisi mkoani humo pia linamshikilia Salumu Musa Liove, mkazi wa kata ya Libobe, kwa tuhuma ya kuzini na mahalimu wake. Amesema mtuhumiwa huyo alimchukua mhanga, jina limehifadhiwa kwa wazazi wake kwa lengo la kumsomesha mhanga baada ya kuona wazazi wa mhanga kuwa na hali ngumu ya kiuchumi, ambapo mtuhumiwa ni baba mkubwa wa mhanga. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia Hamisi Mohamed Bakari mwenye umri wa miaka 25. Huyo ni mkulima mkazi wa kijiji cha Masiku, kata ya Malingula wilaya Masasi, kwa tuhuma za mauaji ya Aidina Rashid Milanzi mwenye umri wa miaka 56 ambaye ni mama yake mzazi. Mtuhumiwa alitekeleza kitendo hicho cha kikatili tarehe 18 Aprili 2025 kwa kumpiga mama yake kichwani kwa kutumia mchi na kusababishia majeraha yanayopelekea kifo chake kwa sababu ya imani za kishirikina. Pia jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia Ramson Rashid mwenye miaka 38. Huyo ni mkazi wa kijiji cha Nanyindu wilaya Masasi kwa tuhuma za kumjeruhi Hamad Ismail mwenye umri wa miaka 46, mkulima mkazi wa kijiji cha Nanyindu wilaya Masasi. Mtuhumiwa alitekeleza kitendo hicho kwa kumkata mhanga sehemu mbalimbali za mwili kwa kutumia kitu chenye ncha kali na hatimaye kusababisha majeraha. Chanzo tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia mtuhumiwa anaitwa Salum Musa Liove mwenye umri wa miaka 58, mkulima mkazi wa kijiji cha Unguja kata ya Libobe wilaya ya Mtwara kwa tuhuma za kuzini na maharimu. Kama nilitangulia kusema hapo awali kwamba huyu ni baba mkubwa wa mhanga, kwa hiyo alimchukua akakaa naye kama mlezi. Sasa vitendo hivyo amemfanyia kwa kipindi mpaka kubainika sio mara moja wala mbili. Kwa lugha nyingine ilikaribia kufanya kama, si lugha nzuri lakini kusema kama labda mke wake, wakati ni mtoto wake, ni maharimu yake, tunasema kwa Kiswahili safi au Kiswahili sanifu. Kwa hiyo hatuwezi kujua ni mara ngapi, lakini kwa sababu alikuwa naye ndani, kwa hiyo ilichukua muda mpaka fika kujulikana hilo na mtoto kutoa taarifa na hatua kuchukuliwa, na sasa amepata haki yake. Sambamba na hayo, kamanda Suleiman amesema jeshi la polisi mkoani Mtwara limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 29. Kati ya hao watuhumiwa 10 wamekamatwa wakiwa na pombe haramu za moshi aina ya gongo. Kupitia operesheni mbalimbali na misako, jeshi la polisi mkoa wa Mtwara limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 29. Kati yao watuhumiwa 10 walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya moshi aina ya gongo, jumla ya lita 90. Watuhumiwa 15 walikamatwa wakiwa na jumla ya kilogramu 364, misokoto 57 na kete 86 za dawa za kulevya aina ya bani. Watuhumiwa 4 walikamatwa wakiwa na mali za wizi kama ifuatavyo: TV 3, sola 1, kompyuta mpakato 1 pamoja na pikipiki 2. Pikipiki hizo ni MC 111 AXZ aina Salland na ya pili ni MC 948 CKX TVS. Watuhumiwa wa makosa hayo walifikishwa mahakamani na baadhi ya kesi zao zinaendelea. Jeshi la polisi mkoani Mtwara limewataka wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi, badala yake watumie vyombo vya sheria kupeleka malalamiko yao. Mimi ni Rehema Mponda na hii ni Hello Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili mtu wa mwanzo kupata taarifa zetu.